Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Taarifa ya ghafla ya mstuko iliyotolewa na Irani baada ya Irani kutoa uamuzi wa kufungua tena upya mfereji wa Hormuz na kusababisha bei za mafuta duniani kucheza kweli kweli. Yani bei ya mafuta duniani imepungua kwa 11% mpaka 10 mpaka 11%. Masoko ya hisa duniani yameimarika na hali imebadilika kwa ghafla, lakini bei ya mafuta bado iko juu angalau kwa 20% kabla ya mzozo. Bei ya mafuta iko juu 20% ukilinganisha na bei iliyokuwepo hapo awali. Nini limejiri? Yani haya mazungumzo yangu ya jioni nitajikita kuzungumza jambo hili moja tu, kwa sababu ndani yake kuna vituko na vichekesho na mchezo ambao umekuwa ukichezwa. Unajua, mara nyingi napenda kusema kuwa unapopambana na watu wenye akili nyingi, unatakiwa uwe na akili nyingi. Kuna wakati wewe unaweza ukawa unajiona kuwa mimi ni smart enough, yani mimi nina akili nyingi kuwazidi watu wengine, na ukadharau ukawaona kama si lolote. Lakini ukweli wa mambo kuwa katika mzozo huu wa Irani Amerika, Marekani kazidiwa kila kona. Israeli wana akili timamu, wanaelewa nini wanakifanya. Lakini Trump na Marekani wana akili timamu, lakini huenda kuna maamuzi yanayofanywa kwa sababu viongozi wako blackmailed, yani kuwa hawana jinsi zaidi wafanye hivyo. Matokeo yake wanaonekana kuwa si lolote na wala wanaonekana kama hawana akili. Lakini ukweli wanafahamu kuwa wanayoyafanya ni yepi. Yani kila kitu kinafahamika. Sasa swala la kufunguliwa mfereji, hii taarifa imekuwa taarifa kubwa sana. Mimi jioni hii nilikuwa na interview na media moja ya nje, na tayari tulisha rekodi kipindi takriban cha dakika zaidi ya 40. Tumerekodi jioni around saa 10 hivi, na tumemaliza kurekodi kile kipindi. Tunamaliza kurekodi kipindi tayari ambacho ndio kingeruka jioni, taarifa mpya ya kufunguliwa kwa mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo yale yote tuliokuwa tumeyazungumza yakawa tena hayatumiki wala hayana faida. Watu wakitusikiliza watatuona sisi ni old fashion, yani kuwa sisi tuko nyuma ya muda uko mbele, unazungumza kitu kingine. Kwa hiyo matokeo yake ikabidi ile interview nzima ifutwe, na tutaingia tena kwenye interview nyingine hapo itapofika saa 1 ya live sasa hiyo, yani kuwa tuzungumze current situation iliyopo baada ya hiki kitu kuonekana kuibuka, kwa sababu imekuwa ni taarifa kubwa sana duniani. Na jinsi ninavyokuambia, unapokabiliana na watu wenye akili lazima uwe na akili. Donald Trump anacheza kwenye akili fulani, japokuwa kuna wakati na yeye anataka kustuka kuwa wananipeleka wapi, wananiingiza wapi, na anataka kutoka anaingia, anatoka anaingia. Ukweli kuwa kila chombo cha habari ukifungua sasa hivi kinasema ni hiyo taarifa. Hormuz passage complete open to commercial ships during ceasefire. Irani Foreign Minister Abbas Araghchi amezungumza kuwa mlango wa bahari ya Hormuz uko wazi kwa meli zote za kibiashara ndani yani katika kipindi chote cha ceasefire. Hajazungumza ceasefire gani, anasema including Lebanon, kwa sababu Lebanon kuna ceasefire ya 10 days. Halafu huku kulikuwa kuna ceasefire ya 2 weeks ambayo leo ina siku 9. Kwa hiyo ukichukua hii ya upande wa pili huku utaona kama imebakiza kama siku 5 imalizike, ambayo kati ya Irani na Marekani. Lakini ya Lebanon ina siku 10. Kwa hiyo bado ipo. Sasa tuko kwenye ceasefire ipi? Yani Araghchi hajafafanua kuwa during Lebanon ceasefire. So inawezekana kuwa ameamua kuchukua namba kutokana na ceasefire ya Lebanon, au ameamua kuchukua namba kutokana na ceasefire iliyokuwa ya awali. Nadhani ya Lebanon itakuwa ni kipimo mpaka hapo. Sasa meli zote, ukifuata taarifa niliyokusomea mchana kuwa Irani walisha ruhusu meli zipite upande wa Omani na bila kuzishambulia. Haraka wakastuka. Kama unakubali zipite upande wa Omani, it means utakuwa na point unayoishikilia.
Yani huna unachokishikilia, kuwa tayari ni meli zile zile zitacross, zitapita upande wa pili, kwa sababu tishio lilikuwa kokote utakopita tutakushambulia. Sasa hesabu zao walizipiga, alafu baadaye wakastuka wakaona kuwa tumekubali nini, mbona kama vile tumejichanganya. Baadaye wakaja na tangazo sasa, okay, tumefungua Strait of Hormuz, lakini kwa utaratibu unaoratibiwa na IRGC. It means meli zote ambazo zitaendelea kuvuka toka tangazo hili zitakuwa chini ya uratibu wa IRGC, yani chini ya Irani na utaratibu uliopangwa na Irani, lakini sio kulipa, hazitolipa, lakini zitafunguliwa with ceasefire, yani including ceasefire ndani. Yani haya ni makubaliano, wakati tunakuja kwenye makubaliano rasmi, baada ya hapo tunaendeshaje huu mfereji? Sasa nilichokisema mwanzo kuwa unakabiliana na watu wenye akili nyingi, unatakiwa uwe na akili nyingi. Kama ukiwa smart na wewe utaelewa hawa watu ni smart kiasi gani. Sasa Donald Trump anasema hivi, Trump says Irani agree to never close Strait of Hormuz again. Yani Irani wamemuhakikishia kuwa hawato ufunga tena mfereji wa Hormuz. Trump anasema kwa jarida la Harris linachoandika, Trump, Iran says Strait of Hormuz completely open for passage amid ceasefire. Karudia kauli ya Arachi. Hiyo anazungumza hivyo. Ukienda kwenye The New York Times walichoandika, wanasema declares the strait open after Lebanon deal, but Trump say US blocked the continue. Hapa akili kama zinakuingia unaenda, yani wanasema mfereji uko wazi kutokana na makubaliano ya Lebanoni, lakini Trump anasema mzingiro, yani kile kidhibiti cha Marekani, ile blockade ya Marekani itaendelea kuwepo mpaka pale watapomaliza hayo wanayoyazungumza. Ukienda kwenye BBC wameandika Strait of Hormuz complete open to commercial ship for reminder of ceasefire, Iran says. Wanakumbushia ceasefire, Iran wanasema kwa mfereji uko wazi. Hiyo ni taarifa ambayo imetolewa na ukienda kwenye Tasnim News ya Iran inasema Iran announce reopening of Hormuz Strait amid ceasefire. Irani Iran announce wameonyesha announce, yani wameonyesha uwazi wa kufunguliwa kwa mfereji wa Hormuz amid ceasefire, kutokana na usitishaji wa mapigano. Iran International inasema Trump say never blockade remaining in place even as Iran reopen Hormuz. Yani kuwa blocked ile ya Marekani itabaki kuwa pale mpaka pale watapokuja kukutana na makubaliano, yani mpaka Iran atapofungua kamili Hormuz. Trump anasema no money will exchange hence in potential Iran deal. Hapa taarifa zinagongana. Anasema hakuna pesa ambayo itaobadilishwa kwa ajili ya deal ya Irani. Irani say only civilian vessel can pass Hormuz with IRGC approve, State TV. Wanarudi tena pale, wanasema kuwa meli pekee za kiraia, yani meli pekee za nishati, meli pekee zinazopeleka, meli pekee, yani si za kijeshi. Hakuna meli ya kijeshi ambayo itaruhusiwa kuvuka Hormuz. Kwa hiyo wanarudia kusema vile. Lakini katika hili Trump anasema, Trump say Hormuz open but Iran blocked the remaining. Ile inakuambia kuwa Hormuz imefunguliwa lakini wao bado wameblock kwa njia. US waits 20 billion deal for Irani uranium, Axios says. Sasa hii ndio ambayo Trump alikuwa anaizungumza kwa ukuku, anasema no money will exchange hand in potential Iran deal. Lakini hii taarifa anasema US wait 20 billion deal for Irani uranium, Axios says. Nilizungumza mchana kuhusu usalimishaji wa urani. Nikasema kuwa sitegemei kuona hilo kama Irani wako tayari kutoa urani yao. Sasa Axios zinachoandika kuwa Marekani inataka kuipatia Irani kiasi cha dola bilioni 20 ili waweze kubadilishana na urani. Dola bilioni 20 ili waweze kubadilishana na urani ambayo tayari imekwisha kurutubishwa. Mtu anaweza akajiuliza kuwa imekuwaje kuwa mbona Irani atatoa urani wake? Ulinzi uko wapi? Nimeshatoa maelezo ya nyuma kuwa kwa nini Irani anaweza akaachia, au kwa nini Irani alishatoa. Irani alishazitoa bure urani wakati 2015 kumpa Urusi kwa ajili ya, lakini Irani ana kiasi cha zaidi ya bilioni 100 na ziko nje.
fedha zake ambazo ni freezing asset ambazo zimeshikiliwa nje. Kuna mtu mmoja leo aliniuliza kwa nini China ndio anashikilia fedha nyingi zaidi za Irani? Maana yake ukiangalia China anashikilia zaidi ya $20 billion za Irani, na kwa nini hajaziachia na yule ni mshirika wake? Taratibu mtakuwa mnanielewa kile ambacho huwa ninawaambia kuwa kuna mkubwa ambaye ni Marekani kawazidi sana. Yani huwezi kufananisha sijui Urusi, huwezi Marekani kawazidi mbali sana, kawa overtake mbali sana, na kuna njia nyingi ambazo wao akiamua kuziba misheni zao wao wanakuwa kwenye hali ngumu. Marekani ndio aliyemfanya Urusi auze kwa miaka 3 mafuta yake kwa discount, kwa bei ya chini na kwa mkopo. Ni Marekani. Kwa hiyo kama we ni mkubwa unapima kwa ukubwa, kuna wakati kuna mkubwa, kuna baba na babu. Huwa nalizungumza mara kadhaa. Inapokuja swala la ukubwa, Marekani ni mkubwa kawazidi sana hawa. Ndio maana alienda Venezuela akafanya yake, nikawaambia Urusi, China hawezi kufanya lolote. Marekani atafanya chochote ndani ya Venezuela na hao wote hawezi kumfanya chochote. Alifanya. Lakini alivyofanya mzingiro wa Cuba, niliwaambia kuwa hakuna ambaye atafanya lolote isipokuwa Urusi amechukua idhini kwa Marekani kuingiza meli ya msaada. Idhini ya Marekani ndio kapeleka meli ya mafuta kwa idhini ya Marekani. Nilisema hivi, vita ambayo atasimama Marekani, vita ambayo Marekani atataka kuianzisha, sio Urusi wala China anaweza kusimama mbele yake. Sio Urusi wala China anaweza kusimama mbele yake. Marekani ikiwa ataanzisha hilo jambo. Nunda kama Irani walikuwa hawana chaguo. Ndio maana Irani hata wao wakati wanakabiliana na Marekani hawasemi wanapigana vita. Wanasema kuwa tunajilinda. Yani ni self defense. Sisi hatuwezi kupigana vita. Yani kuwa hawawezi kupigana vita na Marekani, isipokuwa wanachofanya kuwa wanajilinda dhidi ya Marekani. Ndio lugha ambayo wanaitumia, tunajilinda. Kwa hiyo hata hiki ambacho mashambulizi wanashambulia wanafanya nini, wanasema kuwa tunajilinda kupitia mkataba, sio kuwa tunaingia kwenye vita ya moja kwa moja. Sasa kwa nini China anashikilia fedha nyingi na hana jeuri ya kumpa Irani licha ya kuwa ni mshirika wake? Kwa sababu Marekani ana njia nyingi za kumwadhibu China, na China akakutana nacho kweli kweli akaumia. Marekani aliwahi dunia wakati ipo usingizini. Marekani. Nilisema juzi kuwa wakati nilikuwa naongea na chombo kimoja cha kimataifa kuhusu hili swala la Irani, demand ya Irani labda kusema vikosi vya Marekani viondoke kabisa Mashariki ya Kati au viondoke kwenye Ghuba, ambao ukiangalia kwenye zile pointi 10 Irani waliliondoa, hawakudai tena Marekani aondoe vikosi vyake. Kwa hiyo ilikuwa vile. Sasa nilishalizungumza hili nikawaambia kuwa okay, Irani anaweza kuwa na madai ya hayo, lakini mbona Marekani anazo ofa nyingi sana ambazo anaweza kumuofa Irani na Irani akaridhika kabisa kwa ofa, na Marekani akaendelea kubaki Mashariki ya Kati? Kwa sababu swala la kuondoka pale ni swala lilikuwa gumu sana. Swala la kuondoka kwenye vita Marekani kaisha alichungulia kuwa kitu pekee kitachotuondoa Middle East ni kuwa tukiendelea kubaki kwenye vita. Yani kama Marekani angetaka kuendelea kubaki na vita, hiyo ingepelekea uasi wa washirika wake wa karibu hata kumfukuza kuwa unatuletea matatizo sana kwa sababu unaonekana hamna lolote. Kwa hiyo kungekuwa na uasi wa pamoja wa washirika wake na kuanza kumkataa, kwa sababu angeona kuwa anawaumiza kwa yeye kubaki pale au kwa kuendelea kutii maagizo ya nani, ya Israeli. Marekani labda hilo lingemuondoa. Yani ambacho kingekuwa rahisi kumuondoa Marekani ni Marekani kubaki kwenye vita. Yani angetaka kupigana vita ya miaka 2, miaka 3 kuendelea, hilo peke yake lingeashiria Marekani kuondoka, kwa sababu angeshambuliwa sana, angekuwa na uadui na watu wa eneo kwa sababu ameharibu kila kitu. Lakini kama Marekani anaweka ceasefire, nilisema kuwa Marekani anazo ofa nyingi sana ambazo bado anaweza akampa Irani zile ofa, na Irani akatoka kwa kuridhika na akapata kikubwa kwenye hili. Haijalishi lolote litakuwa. Lakini sasa turudi kwenye hii inaitwa ceasefire. Kitu pekee ambacho nakwambia unapodili na wenye akili uwe na akili. Fikiria kuwa Trump ametoa kila matamko. Trump amezungumza kila dunia kudanganya tuna mazungumzo, tunafanya nini, lakini hakuweza kushawishi masoko na biashara duniani kucheza, kushuka, kupanda, kufanya nini. Ni kidogo sana kauli zake, mwisho zikawa zimezoeleka, zikawa haziaminiki tena. Lakini Abbas Araghchi anaandika andiko moja tu kwenye mtandao wa X, moja tu, kuwa meli zote zinaweza zikapita, bei ya mafuta inacheza kwa 11%, si ndogo. Kwa mara ya kwanza mafuta yameshuka kwa bei ya chini zaidi ukilinganisha na bei zote toka kuzuka kwa mzozo. Licha ya kuwa yako juu kwa 20% ukilinganisha na bei ya kawaida, lakini mafuta yameshuka sana kulinganisha. Masoko ya hisa yamenyanyuka. Uhai wa kila kitu kimerudi kwa kauli moja tu ya Abbas Araghchi. Sasa kwenye hii ceasefire inakupa ishara tu kuwa anayechezesha mchezo huu ni Irani, sio Marekani. Ni Irani ndio anaochezesha huu mchezo. Yani kuwa
kuna kitu ambacho kinapeleka ujumbe, na Irani wamedhamiria hasa kupeleka ujumbe duniani kuonyesha kuwa tunao ushawishi na tunaweza tukaipeleka dunia katika engo na njia ambayo tunayotaka sisi. Majibu ya uchumi wa dunia yanakuja baada ya tangazo la Irani. Majibu ya uchumi wa dunia yanajibiwa baada ya tangazo lao fupi tu la kuwa tumeruhusu Strait of Hormuz. Lakini ninapokuambia mara kadhaa kuwa kudili na wenye akili unahitaji uwe na akili. Leo Trump anatweet kila mara, kila muda kuandika kuhusu Hormuz, Hormuz, Hormuz. Amesahau kuwa wakati anaingia kwenye vita hapakuwa na mgogoro wowote wa Hormuz. Yani Irani wameichezesha mechi. Yani Irani wamebadili upepo kupeleka upande wa pili, kufanya mjadala wote uhamie Hormuz. Na mjadala mkubwa unabaki kuwa ni Hormuz, Hormuz, Hormuz. Hali ya kuwa wao na serikali na wale viongozi wote wamenusurika na kile ambacho kilikuwa matamanio ya upande wa pili, na mjadala umekuwa ni mdogo. Leo hii Irani ambayo mazungumzo ya awali alikuwa tayari kuachia urani, yani alikuwa yuko tayari kuimix ile urani yake iweze kuchanganywa ifanyiwe kazi nyingine. Leo hii mjadala uliopo ni kuwa kuna bilioni 20 zitaachiliwa. Yani hizi bilioni 20 sio kuwa zinalipwa na Marekani, ni fedha za Irani ambazo ziko freezing asset zirudishwe ndani ya Irani, yani ziruhusiwe kuingia. Ni kiasi cha fedha nyingi sana. Niliwahi kukuhadithia kuwa mwaka juzi Irani alichukua fedha yake tu bilioni 6 ambayo ilikuwa kwenye benki za Qatar. Mzozo ukawa mbaya sana kabla ya Hamas. Sasa leo hii katika masharti ya usitishaji wa vita zitaachiliwa fedha kiasi cha dola bilioni 20. Ninachosema mara nyingi na huwa ninawaambia kitu kimoja kuwa kuna makubaliano, kuna mikataba, kuna siri katika kila serikali, na sio kila siri inaweza ikaanikwa katika kila sehemu. Yani usifikiri kuwa makubaliano yoyote ya serikali yoyote huwa yanaanikwa kuwekwa hadharani. Mengine unaweza ukapigwa chini kwa chini yakabaki kuwa hii ni mechi ya wakubwa, inabaki kuwa ni ya chumbani, siri tu inabaki vile. Hiyo inabaki kuwa kwa hiyo style. Kwa hiyo kuna hili ambalo linawezekana. Marekani ataipa ofa nyingi sana Irani, lakini kuna vitu vingi vinaweza visitangazwe. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukawahisi Irani kuwa labda kama wamepoteza. Kuna kile nilichokisema mchana, nikasema kuwa kama Irani wataachia urani, wanapaswa wajibu wa Irani kuwa kwa nini mlipigana vita? Kwa nini damu zilimwagika? Kwa nini viongozi wenu walikufa? Kwa nini kama mnaweza kuachia urani katika kipindi hiki? Lakini sasa vinakuja vitu kuibuka nyuma na sababu ya wao kuachia urani, kwa sababu wanalipwa. Unajua waliokufa wamekufa, kafara ni kafara, lakini maisha lazima yaendelee. Irani ni nchi yenye watu wengi, na Irani ni nchi ambayo ina uhitaji mkubwa wa fedha za kigeni. Irani inahitaji fedha zake zilizo nje, lakini Irani inahitaji kufufua uchumi ambao tayari na wenye kiasi kikubwa ulikuwa kwenye msukosuko mbaya. Nakumbuka maandamano ya Januari yalikuwa maandamano mabaya. Kwa hiyo Irani inahitaji kila kitu, yani Irani ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo inahitaji vitu vingi virejee katika njia yake. Irani ina population kubwa mno ya watu ambao watu wengi na pia wamekaa kwenye umaskini, wanahitaji angalau wafaidike na lolote. Sasa angalia kile wanachokipata. Serikali inakwenda kwenye mazungumzo hali ya kuwa ikiwa safe sound, yani wanakuambia ikiwa salama salmini. Serikali haina tishio lolote la kuondolewa madarakani. Hilo la kwanza. Yani kuwa wao wanaenda kwenye mazungumzo hali ya kuwa wakiwa salama salimini kabisa, hawana tishio lolote la kuondolewa madarakani. Lakini wanakwenda kwenye mazungumzo wakiwa wamebaki na kila kitu walichokuwa nacho. Yani kila walichokuwa nacho kabla wanaenda kwenye mazungumzo wamebaki nacho. Yani walichopungukiwa ni viongozi, watu wao waliouawa, watoto, shule na kila kitu. Lakini wanalipwa fidia kubwa ya kurekebisha kile ambacho kilichotokea. Lakini Irani hawatoachia Hormuz iende kwenye mikono yoyote. Kwa hiyo kingine wanachokulazimisha kwenye hili kuwa kumbe wao wanaweza wakaukaa chini ya umiliki wa Hormuz, halafu wakawa wanaushikilia. Hili tawauma sana Ulaya, lakini hawatakuwa na njia nyingine, kwa sababu Irani ili kuachia Hormuz itakuwa mambo mengine. Na kama hivi sasa tayari wanakubali kutoa urani kwa bilioni 20, basi fahamu kabisa kuwa Irani vitu viwili watavishikilia kama hirizi zao. Watashikilia makombora yao, watashikilia Hormuz kwa nguvu zote, hawataweza kuiachia, kwa sababu tayari silaha moja wameisha itoa ambayo inakuwa ni urani ambayo wanakubali kuiachia. Kwa hiyo wana silaha ya pili na ya tatu ambayo sio rahisi kuiachia, watabaki kuishikilia. Na kingine, Marekani anaweza kukubaliana kuhusu Hormuz, kwa sababu swala la Hormuz haliko kwenye blackmail ya Marekani na Israeli. Israeli hajawa blackmail viongozi wa
Marekani kuhusu Hormuz. Hili ni swala jipya. Kwa hiyo kuna lile tu la makombora na lile swala la nyuklia. Sitegemei makombora kuwa wataingia moja kwa moja. Ndio maana mara kadhaa ninaposema, huwa napenda kusema kuwa mnapokuwa kwenye mazungumzo au mnapokuwa kwenye matarajio, kila mtu anadai cha kwake, ni lazima matarajio yanapunguzwa. Mnapunguza matarajio, mkishapunguza matarajio, basi kila kitu huenda kikaja kwenye nafasi yake, kwa sababu sio kila mtu analazimisha nipate kile ambacho nimekuwa nikikitaka. Unapunguza, unapata baadhi. Unapunguza, unapata baadhi. Kwa hiyo inabaki tu kuwa hivyo. Rahby Digital, haki na ukweli.